Dunia inapambana na janga la mabadiliko ya tabia ya nchi na athari zake, ikiwemo mvua kupita kiasi na ukame. Leo 21 Mei, mkutano wa kuibua vipaumbele vya mnasibu mabadiliko ya tabia ya nchi, shehia zilizoathirika zaidi, lengo kupunguza athari zake. Huu ni mradi wa serikali kutoka ofisi ya Rais, tawala za mikoa, kwa kushirikiana na Scale Bank. Mkurugenzi wa Manispaa ya Magharibi Bi Sabra Isa Machano amezungumza na viongozi kamati za shehia, akieleza mabadiliko ya tabia ya nchi yalivyoathiri maeneo mengi na namna ya kukabiliana na changamoto hiyo. Huu ni mradi ambao unafadhiliwa na World Bank na unaangalia mabadiliko ya tabia nchi. Na mabadiliko kama tunayaona, umekuwa kuna athari kubwa ambazo zinatokea, ambazo sasa hivi na sisi zinatuhusu. Tumeona mvua zinavyokuwa hazitabiriki, zinavyoathiri kilimo, zinaathiri mambo tofauti. Kwa hiyo mradi huu umekuja kwa ajili ya kuangalia haya mabadiliko haya yanatuathiri vipi, na je, serikali kwa kushirikiana na wafadhili pamoja na sisi kama halmashauri, serikali ya manispaa, baraza la manispaa pamoja na wizara yetu, kwa kuwasikiliza wananchi wetu, mmeathirika vipi na je tufanye kitu gani? Kwa hiyo sisi tunawasikiliza katika wadi hii kwa sababu imethibitika kwamba tumeathirika vibaya zaidi kuliko wadi zingine. Mjumbe shirikishi jamii Al Maulid Juma, afisa uratibu tawala za mikoa, mratibu wa Scale, yaani uhimilivu wa mabadiliko ya tabia ya nchi, amefikisha mada kwa wajumbe waliohudhuria, lengo kupata elimu na kusaidia jamii kwa ujumla. Mabadiliko ya tabia ya nchi ni suala ambalo ni mtambuka, ambalo linagusa kila sekta. Kwa kushirikiana na Manispaa Magharibi B, leo tupo hapa kupata maoni ya wananchi. Ni mpango wa ushirikishwaji wa wananchi wenyewe, ndo wanatambua ni hizi athari zinaathiri kwa kiwango gani na maeneo gani yanaathirika zaidi. Kwa hiyo kama kawaida, sisi tawala za mikoa kwa kutumia vyombo vyetu hivi, kamati za mashauriano na shehia na mabaraza ya wadi pamoja na wananchi, wao wanaibua vipaumbele vyao ambavyo vya kuweza kukinga zile hatari zinotokana na masuala ya tabia ya nchi. Na kwa nini tumwashirikisha wananchi? Kwa sababu wananchi tumwashirikisha ili huu mradi wawe umewagusa kabisa, wao wawe na hisia zao. Mradi huu unatekelezwa Tanzania bara na Tanzania visiwani. Kwa upande wa Tanzania visiwani, tumebahatika kwa wilaya zote 11 za Unguja na Pemba. Masheha wa mtaa pia wameeleza madhara waliokuwa wakipata kwa changamoto ya tabia ya nchi katika mitaa yao na namna mradi huu utakavyowasaidia. Kwa sasa katika shehia yangu mimi kuna athari mbili ambazo zinanikabili. Ya kwanza ni hali ya tabia nchi ambayo tunajua hali yetu ya bahari, huathirika kwa matumbawe na miamba huko baharini pamoja na viumbe hai vya bahari. Lakini pili, fukwe zetu hufanya mmomonyoko katika fukwe. Hilo ndio tatizo moja kubwa. Shehia yangu kwa upande wangu wa Kombeni, tabia nchi imeathirika hasa upande wa pwani ambao maji yanapanda juu. Zaidi ya 40% ya watu duniani wanaishi karibu na fukwe, lakini mabadiliko ya tabia ya nchi yanaongeza kina cha bahari kupitia kuyeyuka kwa barafu na joto la dunia, hali inayotishia maisha na fukwe kila mwaka. Mimi ni Zaitun Juma wa Al-Fatah TV Online. Kutokana na thamani na kujali taarifa kutoka sehemu mbalimbali, Al-Fatah TV Online inaomba ushirikiano wako mtazamaji, kutoka popote ulipo, kutupa taarifa za matukio mbalimbali ili tuyafanyie kazi na kuyarusha hewani, kama vile taarifa, habari, mikasa au matukio. Si hayo tu, pia unaweza kutupa taarifa kuhusu watu wanaokabiliwa na matatizo mbalimbali ya kimaisha ili tuyafanyie kazi kupitia jumuiya yetu ya kutoa misaada muhimu ya kijamii, Al-Fatah Charitable Association Zanzibar. Wasiliana nasi leo kupitia namba zetu za WhatsApp alama ya kujumlisha 25577858490. Wasilisha kwetu leo, tuifikishe kwa jamii leo. Al-Fatah TV Online, dira ya umma.